Rais amekiri kwamba kinachoendelea kwenye ligi yetu ni uchafu. Baadhi ya viongozi wa ligi hii hawafai. Kwa kwangu mimi kauli ile ni mbaya kwa sababu ya approach iliyotumika na njia ambayo sio sahihi kuyatamka yeye, lakini ndio ukweli. Kwa kwangu mimi, kwa sababu naishi na ukweli, naikubaliana nayo kwamba alichokifanya ni sahihi. Naeleweka vizuri. Njia aliyoitumia, eneo aliyosemea na approach ya neno lenyewe na wakati sio sahihi, lakini alichokisema ni ukweli. Kwa mimi nabakia na ukweli kwa sababu mimi napenda ukweli. Ni kweli mpira wetu mchafu na unaongozwa na baadhi ya watu wachafu. Black and white, shia hapo. Pengine katika kauli hii ambayo amezungumza rais, Young Africans lengo lao lilikuwa ni kupata majibu kutoka kwao nini kinachofuata. Lakini kwa kauli hii ambayo amezungumza, pengine Yanga waendelee kuwa na matumaini kwamba watapata majibu mengine tofauti na hayo, au ndo imeisha hivyo? Kwani Karia amewajibu Yanga? Ndio mlivyoambiwa? Neno alilozungumza kwamba kusema bodi ya ligi jiuzuru, wao wamejitazama walivyo viongozi wao wa club. Sawa, kwa sababu maoni na barua ambayo ilitumwa ya wazi ya Yanga kwa shirikisho au bodi ya ligi ni kwamba hawana imani na baadhi ya viongozi walio mention pale. Karia amejibu kama baba wa tasnia hii ya mpira wa miguu. Amesema kama wale wachafu basi hata wao pia viongozi wao ni wachafu, si ndivyo? Kwa straight amejibu madai ya Yanga, si ndio? Kwa hapa direct kwamba hata wao viongozi wa Yanga pia sio wasafi. Sasa mwenye mamlaka ya kuhukumu makundi haya tofauti kwa maana ya klabu za ngazi ya juu, klabu za ngazi ya kati, klabu za ngazi ya chini, mpira wa wanawake, vyama vya soka nchini kwa maana ya mikoa, mwenye baba wa soka hili au bodi ya ligi ni nani? TFF, si ndivyo? Ambapo muongozaji wa hiyo taasisi ni ndugu Wallace Karia. Basi anatakiwa wachukulie hatua. Yani sasa hapa mchafu yeye, kwa sababu baba anaelea huo uchafu. Kwa nini? Watoto hawa wameshindwana. Wewe ndio muongoza chombo. Wewe ndio muongoza chombo. TFF, Tanzania Football Federation, kwa maana ya shirikisho la mpira wa miguu wapi? Tanzania. Wewe unajua kabisa watoto wangu wale nimewekea kaka yao mkuu huyo hapa ambaye ndio bodi ya ligi na run ile ligi. Kule kwenye wale watoto kuna tatizo, haurekebishi, unaliacha. Alafu kaka mkuu uliyemteua au kuitengeneza iko chombo kwa ajili ya kuwaendesha wale, amegundulika na watoto wako wale kwamba hiki chombo baba akitutendei haki, hiki chombo kina makando kando. Baba unasema ndio huyu ana makando kando, lakini nyinyi wenyewe pia mko sawa. Sasa wewe baba ndio una tatizo, kwa sababu wewe kumbe unajua hata kule chini kule kuna shida, lakini hujafanya jambo. Kwa hiyo kwangu mimi ni kauli nzito sana kuitamka hii. Makando kando haya yapo kwenye shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, na msimamizi wa hilo ni Wallace Karia, hawezi kulikataa. Si kama nimeeleweka vizuri? Kwa hili tatizo lipo TFF, kwa sababu yeye kama anayajua kuna mauchafu anatakiwa yakanye kule. Ana nafasi, ana room ya kuwarekebisha, ana room ya kuwaonya, ana room ya kuwafungia, ana room ya kufanya kila kitu. Sasa kama analiacha ili kaka mtu akikosea naye aseme mbona wale. Kwa kuna siku tutakuja kufanya kitu kingine kichafu huko juu, tutasema hata huko chini napo pachafu. Hatuwezi, nisikize vizuri, hatuwezi kupokea excuse kwa kuto kujua sheria eti wao usihukumiwe. Hakuna hiyo nafasi. Ukifanya kosa sheria itafanyaje? Itakuhukumu, ijue sheria usijue. Hapa nimeeleweka vizuri? So kwangu mimi tatizo liko TFF. Kwa sababu ndo lenye mpira wake. That's it. Miongoni mwa kauli alizotamka, alizungumza pia kwamba Yanga ndio wamenufaika sana na uongozi wake TFF pale. Ni kweli kwa mtazamo wako Yanga ndio wamenufaika sana ile uongozi wa Wallace Karia?
Litakiwa hapo afafanue, kwa sababu wakati Simba iko madarakani naongoza ligi inasumbua hapa ndani kwa miaka 4, Karia pia alikuwa rais, si ndio? Na sasa Yanga huu mwaka unaenda wa 3 kwenda wa 4, si ndio? Wa 3 tayari unaenda wa 4. Bado rais ni yeye. Sasa hapo kwenye manufaa hapo mimi sielewi ni engo ipi, kwa sababu hiyo iko ndani. Na mfafanuaji wa hilo ni yeye au Yanga wenyewe, kwa sababu maana yake wana makubaliano wanayo, si ndio? Yani anayejua hili ni mtendo na mtendewa. Sisi ndugu wachambuzi, ndugu na habari, ndugu watazamaji, sidhani kama tunaweza tukalifafanua hilo. Aidha angekuwa amengilifunua afu tungejua kumbe Yanga alifika finali ya kombe la shirikisho kwa sababu ya TFF. Kumbe Yanga bingwa mara 3 anapendelewa na TFF kwa ajili ya kubalance. Basi kumbe mpira wetu hauko kwenye pitch. Umekuwa sio mchezo wa wazi, manake mchezo wa vikaoni na makubaliano. So basi atoke atuambie. Hapo ana deni kubwa sana. Ingekuwa nchi zingine ambazo zina good governance, kwa maana ya kwenye eneo la kusimamia mpira wao, siko huku kwenye serikali, nipo na maana kwenye mpira, ilikuwa na maswali mengi sana ya kujibu yeye, kwa sababu sisi kama wanahabari lazima tutahoji, tuambiwe ni kitu gani ambacho yeye anawabeba Yanga kwa kipindi chake tangu wawe madarakani ambacho kimewanufaisha Yanga. Yes. Mimi ni mtu ambaye siangalii umri, rangi, status wala nini. Huwa nasimamia kwenye misingi yangu. Misingi yangu mimi ni mwanahabari, lakini naruhusiwa kuwa na maoni. Sehemu pengine aloisemea sio sahihi kwa status yake, sio wakati sahihi, lakini alichokiongea kina ukweli, ndio maana kaongea, kwa sababu yeye ndio rais wa shirikisho. Kwa usahihi ambao unautaka wewe mimi useme ni kwamba sio wakati sahihi au sio eneo sahihi kutuambia kwamba uchafu bodi upo na uko kwenye klabu pia uchafu upo. Hiyo sio sahihi kwa ngazi yake yeye. Mpaka nilijiuliza jana ile kwamba hivi anawashauri kweli? Anawasaidizi kweli wa kumwambia kipi kitamkwe, kipi kisisemwe, wakati gani na nani unaongea na nani? Lakini alichokiongea si ukweli. Kama ni ukweli, basi mimi hata kama ungesemea chooni, mimi naishi kwenye ukweli. Kwa kwangu mimi na support. Alichokifanya ni sawa kwa sababu ni ukweli. Sasa atuambie sasa. Ni ukweli upi? Manufaiko yapi? Uchafi upi ambao klabu hizo wanao au viongozi? Hivyo na hivyo na hivyo. Yes. Je, katika hili unaona Young Africans wakiendelea kubakia na msimamo wao ule ule au watabadilisha mawazo yao? Hapo sasa ningekuwa Hersi, Arafat, Alex Kingai, Kimosa au kiongozi yoyote wa Dar es Salaam Yanga Afrika, ningekuwa na majibu nalo. Lakini kwa sasa nitakuwa muongo. Hersi yuko Marekani kama nimeona, sijui ni London, Uingereza. Nadhani wao ndio watakuwa na majibu kwenye hilo, kama watasimamia msimamo wao kwamba mpaka mechi sijui wapewe alama zao au la, kwa sababu aliyoyatamka ameyatamka kwenye chombo cha habari. Bado hajajibiwa kiofficial kama taasisi ya mpira wa miguu nchini. Hapo mimi nitakuwa muongo. Alafu mimi sasa niishi kwenye akili za watu, basi mimi nitakuwa ndani sana kwa Hersi. Hapo atakuwa mkewe Arafati, makamu wake, afisa habari wake Alikamwe, bodi ile ya wakurugenzi ile sijui ile, tajiri yake GSM. Hapo ndo watakuwa na majibu ya wazi. Kwa mimi nitakuwa muongo, lakini Yanga wanatakiwa wasimamie kwenye kile ambacho wanakiamini, na TFF kupitia bodi ya ligi wasimame kama kiongozi wa mpira wa nchi hii, waweke mambo sawa. Sisi tunachotaka football ichezwe, makando kando haya yaishe, mwenye uchafu asafishwe, mwenye kurekebishwa arekebishwe, ili to move forward. Tuna safari ndefu sana hatujafika. Watu wanatuangalia na wanataka wajue eneo hili tunali-execute vipi. Yani eneo hili mzee wangu Karia, unabidi utumie akili kweli ulionayo, busara sana ulizonazo na utashi. Usipanic, kaa na watu wako sahihi, liamueni hili kwenye mlengwa wa kuhakikisha soka letu halichafuki. Tunaenda kulichafua soka letu, na atakaye kuumia zaidi ni wewe, kwa sababu litakopo makubwa uliyofanya yote kwenye soka hili yataonekana ni ya kuchora. Sepp Blatter mengi aliyoyafanya FIFA, Infantino ameyafuta kwa sekunde 7. Blatter amefanya mengi makubwa kwenye soka letu ulimwenguni, makubwa mno, lakini jambo moja tu la urushwa sijui na mambo ya makando kando yake yamekuja kuchafua yote. Kumbe yote yalikuwa yanafanyika ni mipango. Kwa Karia yote aliyofanya kutupeleka AFCON sijui mara 3, sijui timu za ngazi hizi kufanya vizuri, klabu bingwa tunafanya vizuri, na maendeleo yote tuliyopata kupitia TFF yatachafuliwa na jambo hili moja tu, usipotumika utashi, busara na hekima. Ukipanic
ukatundumbua mamdomo yako, ukatundumbua misuli yako ya akili, ukasema mimi bora liende, na wewe utakwenda hivyo. Yes, huu ushauri wangu wa bure kama Mtanzania mdau wa soka. Yes, tuangalie upande wa Simba Sport mnyama. Tumeona juzi hapa amemgaragaza Dodoma Jiji bao 6. Pengine katika hili tuseme kwamba hiki ndio kipimo sahihi Simba kwenda kupambana na Al Masry. Tumekuwa tunaongea hili jambo toka mwezi Novemba mwaka jana, miezi mitatu baada ya ligi kuanza. Simba amekuwa kwenye progress nzuri, ana improve kiwango chake week in week out, day in day out, month in month out. Kwa nini? Ana mpango wa muda mfupi na ana mpango wa muda mrefu. Kwenye mpango wa muda mfupi anakupa matokeo ya sasa hivi. Nikikuuliza hapa, Simba iliyotoa na matokeo ya mwezi wa 10 sawa na Simba ilivyokuwa anatoa matokeo ya mwezi wa 12, flow yake mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, so ana improve, anakuambia kabisa nina mpango wa muda mrefu ambao ni mzuri. Wachezaji wameingia kwenye mfumo, kocha amejua wachezaji wake, nyota wengi wana perform, uwiano ni mkubwa, yani gap kati ya mchezaji na mchezaji ni dogo sana. Ndio maana juzi nilikuwa mtu aliniuliza, kwa maana hiyo Kamara sio bora, ni backline ya Simba ndio bora, kwa sababu ile clean sheet ingeenda tena kwa Kamara. Kwa yupo pia clean sheet imepatikana, hajapatikana. Kwa kumbe shida sasa tutafute ushauri kwenye bodi ya ligi au usimamizi wa kanuni hizi. Mimi nadhani makipa wetu wajajiwe kipa bora kutokana na saves kama ligi kuu ya Uhispania. Sio clean sheet tena, kwa sababu mabeki tunawapunja. Kumbe issue ni ya mabeki. Na hapo Shemaloni Fondo hayupo. Lakini watu clean sheet wanazipata. Wewe hujanielewa au nianze upya? Nimeelewa. Umeelewa kweli? Nimeelewa. Kwamba clean sheet hata wewe. Defensive line, mpira unaikaba timu pinzani kwa kukaa wewe na mpira muda mrefu. Simba inaweza hilo sasa hivi, tofauti ilivyokuwa awali. Walikuwa hawezi kudominate, wanacheza sana direct football. Sisi tunaita objective football, kimikakati sana, kimipango sana. Lakini sasa hivi Fadu anakaa na mpira, anashambulia muda mrefu, anatumia wings, anapita kati, anapiga mipira mirefu. Kwanza ukiona timu ambayo ina uwezo kucheza kwa kushambulia michezo mitatu tofauti, kwa kushambulia kupitia pembeni, katikati na kupiga mipira mirefu, maana yake timu yako iko kwenye progress nzuri, tena hatua za mwisho kabisa, kama sio 70% basi 80%. Na naomba tu kutaka kujua na natamani nitake nijue uwanja upi utatumika Simba kucheza na Al Masry, ili Simba awe comfortable. Akiwa Dar es Salaam atakuwa comfortable sana kupata matokeo mazuri, kwa sababu kupata alama 3 sio issue ni magoli mengi. Hapa ni tournament ya mtoano kwa magoli. Kwa Simba anatakiwa apate magoli yanayovuka 3. Magoli 2 au 1 hajaenda. Tunawajua wa Misri, bro. Mpira unachezwa kila idara kule, kila eneo. Umeelewa vizuri mpaka waandishi wa habari kule mpira wa mechi yao wanaicheza. Kwa nadhani unanielewa sana. So naombea Simba ipatikane uwanja hapa Dar es Salaam, kama Benjamin wakija CAF on time au akichelewa basi watafute venue ambayo itakuwa ni favor kwa Simba, ili aweze kupata matokeo chanya, wapate hizo alama 3 na magoli ya kutosha kuanzia 3. Yes. Kibu Denis aliimbwa sana ndani ya ligi hii kutofunga, lakini tumeshuhudia magoli 2 anatupia ndani ya nyavu. Pengine amerudi katika kiwango chake. Sasa hapo uone kama Matole mimi unanionea. Siku 400 na karibia 500 mimi naongea kwamba Kibu Denis ni class, nyinyi mnangangania hana class. Sasa mitendo nichambue au nyinyi ndio nianze kuwauliza? Ngoja naomba kwanza. Weka vizuri mic. Hizo kamera hapo. Mimi nipo kwa ajili yenu nyinyi. Mimi nataka tutakuja tu bado. Bana Matole, mambo vipi? No, don't usicheke. Niko very serious. Tunafanya kazi au tunacheka? Kibu Denis anajua ajui? Anajua. Leo au siku zote? Una uhakika? Ndio, na uhakika. Sasa mbona mlikuwa mnaniuliza kila siku? Tuone kiwango chake. Hebu jifunzeni kuupenda mpira wa miguu. Jifunzeni kupenda mpira wa miguu. Mtasadiki muda tu utafika. Nikikwambia huyu mchezaji anajua, ana impact, ana influence kwa wenzake, ana faida kubwa kwa wenzake, contribution yake ni kubwa, sio magoli tu na kufunga, ana mchango mkubwa, work rate yake ni superb.
Hebu nieleweni. Kuna class na permanent. Nyinyi mpira mmejulia wapi? Mipira yenu nyinyi ni Facebook, Instagram, TikTok. So sawa na mimi mpira wa kucheza, kufundishwa, exposure ninayo. Mimi niko na, yani kaka yangu akisafiri anaenda Marekani kuniletea vitabu ili nisome mpira miaka ya 90. Kuanzia niko primary mpaka namaliza sekondari mpaka niko chuo. Yani mimi naletewa zile magazine nisome mipira, nisome kujua mpira. Sijafundishwa mpende Manchester wala Yanga wala Simba wala Azam.